Kwa yoyote yule ambaye unajifanya una lebo, unamiliki wasanii, unawadhulumu wasanii, unawafanya watumwa like Said Fella did kwa kina nani Bibi Cheka, kwa kina Slay, unamzima Slay, umri mdogo kipaji kikubwa, kina Zedianto, wakina Midogi, wasanii kibao umewaua kwenye mziki. Mnajitambua wenye lebo, mnaojifanya mnamiliki TV na radio, mna matamasha makubwa, kila show lazima muwepo, show zote mna control nyinyi. Ninaposema mmebaki 6, Fella yuko kitandani, hawezi kuamka. Tafadhali bwana. Nikisemaga kitu niliongaga kipindi cha Ruge wakati wanamtoa hapa kumpeleka South kwamba Ruge hawezi kunyanyuka, kwani alinyanyuka. Nikisema kitu na maanisha. Sijawahi kukosea. Nikisema kitu na maanisha. Lakini maradhi ni jambo la kawaida kwa mwanadamu. Labda pengine nini ambacho kinakukwaza haswa, labda umalize ili tuweze kumsupport Fella jamani apate matibabu. Ninachoweza kusema ni kitu kimoja tu. Shetani anaweza kaikamata roho yako wewe Maimasa wa Jesse, akakutumia kufanya kila anachokitaka ambacho hakiipendezi jamii na Mwenyezi Mungu. Na shetani huwa anatawala kwa muda, hata muda mrefu. Yuko na Maimasa tu, na Maimasa anajiona yeye ndio kila kitu, hakuna wa kumgusa, hakuna wa kumfanya chochote. Alafu Mwenyezi Mungu anakujaga mwishoni. Mwenyezi Mungu akiibuka mwishoni, akiibuka tu Mwenyezi Mungu, shetani ana mbio za speed mno, anakuacha wewe Maimasa. Kwa hiyo kama ni jela, utakuwa jela maisha. Kama ni kunyongwa, utanyongwa. Kama ni kufilisika, utafilisika. Hapo unamlenga nani labda? Anazungumzia kwa yoyote ambaye yoyote kwa sasa labda unamlenga nani? Na hivi vijembe vyako wewe na Fella tumeambiwa ni mgonjwa yuko kitandani. Hivi vijembe vyako, malalamiko yako, kina Zedi Anthony wamedhulumiwa na Fella, unaweza labda ukatupa ushahidi wa 100%? Kaulizeni wasanii. Wewe walikwambiaje au habari ulizonazo wewe zinasemaje kuhusu watu wao? Mimi wasanii wote ni manko zangu, so najua hata wasanii wa Singeli ambao wanafanyishwa show mpaka leo kwa 100,000, 200,000. Msanii wa Singeli anaimba mpaka nyasi zinang'oka, uongo wangu. Lakini end of the show mtu 100,000, 200,000. Mnatesa watu, mnajifanya wababe. Msanii wa Singeli kesho ndio akina Shaolo Mwamba, kina Manifongo wamepotezwa kwenye mziki. Unajua kama Manifongo kwa nini alipotea kwenye mziki? Kabla sijamaliza shetani. Unajua kifo cha Manifongo? Singeli, radio ambayo imepromote Singeli hapa Tanzania ni radio gani? Uongo? Yefu? Wa Tanzania mnisikie vizuri. Na ndio maana najua mimi kifo cha msanii yoyote hapa Tanzania, yani kifo chake, yani kimziki. Sasa hapa leo kupitia My TV namzungumzia tu Manifongo. Na Manifongo akiona My TV naongea, atapiga kichwa hivi. Anko amejuaje? Sababu sijawahi. Hata juzi tu alikuja hapa Jango Beach hapa, jirani yangu hapa, nilikuwa naye, alikuwa na mke wake na watoto wake, alikuwa amewaleta kuogelea hapa. Na sikumwambia. EFM ndio imepromote muziki wa Singeli. Na wasanii walio hit sana wa Singeli nani? Manifongo, akaja Shaolo Mwamba. Uongo kweli? Sasa ilitokea kuna kipindi kimoja Mai. EFM wanatamasha Kitonyama. Ndiyo. Mchana mgeni rasmi alikuwa ni Makonda. Akiwa mkuu wa mkoa. Unakumbuka? Nakumbuka. Klaus wakaandaa tamasha sijui la Zege la Chiefs mayai kama unakumbuka. TTC wapi? Chang'ombe. Temeke. Yote hiyo kushindana na tamasha la EFM. Sasa kilichotokea, EFM si wanaamini Manifongo ni zao letu. Manifongo akachukua tena hela ya nani? Ya Klaus. Akaperform wapi? TTC Chang'ombe kwenye tamasha la Klaus inaitwa Zege nini? La Chiefs mayai sijui na nini.
na huku ana mkataba na EFM wa kufanya show kwenye tamasha lao, kitu ambacho kinawezekana kabisa. Kwa hii Dar es Salaam inawezekana, na nitatolea mfano hata Uganda. Kwa nini mtu anaweza akafanya show hapa akafanya kwa siku hata show 5? Inawezekana hicho, na wala sio dhambi. Kwa hiyo EFM waliposikia Manifongo ana mkataba na Clouds wa kwenda kuimba Tisi cha Ng'ombe, wakasema yani sisi ndio tumemtoa. Kina Dickson Ponela, kina Majizo, kina nani, yani ile mabosi wote na madiji wote, sisi ndio tumemtoa. Leo anaenda tena anaanzia kuimba tamasha la Clouds ndio aje kwetu. Kwa Manifongo alianza kuimba tamasha la Clouds Temeke, baadaye ndo akanikuta mimi, kwa sababu tamasha la Kitonyama la EFM na mimi nilikuwepo, ndo akaja akanikuta. Lakini wakati anaimba Temeke, mimi niko na wale EFM pale uwanjani, ndio stories hizo kuwepo. Ngoja huyu tummalize, ngoja huyu tumpoteze. Umenielewa sasa? Ngoja huyu tumuonyeshe sisi ni nani. Sasa amekimbilia Clouds, sisi ndio tumemtoa. Sasa ndio mwisho wake. Na kweli Manifongo aliperform, lakini kuanzia kesho yake ndio mkamwona Manifongo mpaka leo yuko hapo. Sababu kwenye hayo mazungumzo na mimi nilikuwepo backstage. Kwa naongea kitu ninachokijua. Sasa unapofikia hatua mtu anatafuta riziki, unajua ndio maana mimi huaga nasema hii Dar es Salaam ni moja ya jiji la kibiashara, lakini wewe ni mtoto wa Kinondoni. Unajua hivi kuna matamasha ya Bongo Flava hapa? Tihani. Si ni bendi tu. Si ndio? Wasanii wa Bongo Flava singe wanategemea wapi? Mikoani. Si ndio? Haiwezekani taifa jiji kama la Dar es Salaam, jiji la kibiashara, wageni wanatoka nje, hakunaga matamasha. Inatakiwa Dar es Salaam iwe kama Kampala, iwe kama Nairobi, iwe kama Mombasa. Wasanii hao wanaimba Temeke, hao wanaimba Kinondoni, hao wanaimba Ubungo, hao wanaimba Bagamoyo, hao wanaimba Kinondoni, ushanelewa, wengine Ilala, ushanelewa. Yani matamasha kila weekend, ndio majiji yote yako hivyo. Unadhani nini tatizo kwa wanamuziki wa Bongo Flava? Nafikiri ile swala sio tatizo la wasanii, bali kwamba nafikiri Dar es Salaam imemiss ma promoter. Lakini kwa Dar es Salaam inatakiwa, nenda Kampala pale, kina Chameleone anapiga, kina Chameleone, kina Bebu anapiga show 5 kwa siku, tena mpaka za mchana. Show ngapi? 5 kwa siku, na zote analipwa hela. Anaingiza shilingi ngapi kwa siku? Na wanapiga show kuanzia Jumatano. Mimi nimekaa na Uganda, nazunguka nao kwenye magari yao, na wananiosha mkataba. Tena wanaambia Konki Master, tunaenda Lugogo, napiga show, namaliza after wana Entebbe, namaliza pale Jinja, natoka Jinja naenda wapi? Niko nao kwenye magari, sio kwamba naongea wananihadisia. Sasa unadhani nini kifanyike kwa wanamuziki wa Bongo Flava? Tumeona ustaa wanao, mashabiki wanao, nini kifanyike? Yani kwa hilo sasa hivi nafikiri nimegusia. Serikali ipo, serikali ya mkoa ipo, ni tatizo tu Dar es Salaam haiwezekani. Yani unakuta kuna tamasha Kigamboni, wasanii 20 wako kule, kuna mabichi kule. Tamasha linafanyika Kinondoni hapo, Bongo Flava hapo, Singeli hapo, wengine Ubungo. Dar es Salaam ni kubwa, unajua hii. Mpaka wilaya zinaongezeka. Unadhani shida ni mameneja? Mameneja, kwa sababu unajua wenzetu Ulaya, Marekani, meneja kazi yake anatakiwa kuhakikisha kila weekend msanii ana kazi. Kila weekend msanii. Otherwise kama msanii akikaa kwa wiki ana kazi, meneja unafukuzwa. Kwa sababu kule msanii ndio bosi. Hapa kinyume, meneja ndio bosi. Nilikuwa nazungumza na mke wa Said Fella. Hujamaliza? Kwenye nini hapo ya wasanii, mameneja ndio mabosi. Yes, hiyo ya Manifongo ilikuwa hivyo. Ilikuwa inawezekana kabisa Manifongo afanye tamasha la Clouds, aje huku, kuna mwingine yuko Kigamboni anamhitaji, lakini nyinyi mnaamua sisi ndio tumemuinua. Kwa nini akaimbe Clouds? Hiyo ni dictatorship. Huo ni unyama. Yule ana mke, ana watoto. Mna tamasha lenu, ni riziki yake. Ana tamasha la Clouds, ni riziki yake. Angetokea mwingine sikio Ubungo, si anawahi tu, shanaelewa, ana usafiri, anashuka hapa, anaenda hapa, anaenda.
Kwa nini mzime msanii kisa kaenda kuimba tamasha la Clouds? Kwa sababu ndio haya mambo. Kuna watu walishajivalisha wakajimwambafai sisi. Tuna redio, tuna TV, Maimasa hawezi kusikika bila sisi. That why mziki wa Tanzania Mai ni ishasema. Na kupitia Mai TV paka naingia mochwali, Bongo Flava haitagusa international. Singeli haitakuja kugusa international, kwa sababu sumu ya kwanza ni hii kusema mimi na TV, bila mimi Dudu Baya sikiki, bila mimi Dula Makabila sikiki. Hiyo ni sumu ya kwanza kwenye taifa lolote kwenye mziki. Na ndio maana wasauzi wanatuacha mbali, kwa sababu kuanzia vyombo vya habari na wasanii wadau wote ni kitu hiki. Sisi ni wa South Africa. Hawa wa Nigeria wasitushinde, wa Kongo wasitushinde. Wa Nigeria angalia kitoka tu msanii mpya, angalia wanavyompa collab wasanii wote wakubwa. Uongo kweli? Kweli. They are united kwamba sisi Nigeria. Na ndio maana African beat inachanja mbuga dunia nzima. I see. Kwa hiyo ndio maana unakuta sasa hivi wasanii kwa hizi harakati zangu wameamka, hawataki kusaini mikataba kwa pupa, hawataki kupelekeshwa, na ndio maana sasa hivi unaona hawashobokoi lebo kama mwanzoni. Weka mkataba mzuri, mimi na mwaga wino. Asante sana. Weka mkataba mzuri, msanii anamwaga wino. Naomba nikushukuru sana Dudu Baya, our brother from another mother. Ya, nimefurahi sana umekuja kuweka baraka. Hii ndio studio yangu kama unavyoona. Wewe, hongera. Yeah man, kwa hiyo Mambas 24 ndio hapa, na mwezi wa kwanza naanza makombola back to back. So inshallah Mwenyezi Mungu yupo. We live your life and this is Mambas 24. Wewe, studio nzuri jamani. Na mamba hawakosekani humo. Pembeni kabisa ya bahari. Jamani, niko Bahari Beach, na kutoka hapa Bahari Beach naomba nikushukuru sana kakangu. Karibu tena, ubarikiwe sana. Asante sana. Ni Mambo kwa Ushahidi, Maimartha Wajese, nyuma ya kamera Agama. Chao chao.